Majina yangu naitwa Bwana Fanuel Kijoji, natokea Benki Kuu ya Tanzania, kitengo cha kumlinda mtumiaji wa huduma za fedha. Kwenye Sabasaba mwaka huu, pamoja na mambo mengine, tumewaletea kilinganisha bei. Ni mfumo ambao unapatikana kwenye tovuti ya Benki Kuu. Mfumo huu umeanzishwa kwa lengo la kuhakikisha kwamba huduma za kifedha zinatolewa kwa uwazi, hasa kwenye upande wa gharama. Kwa sasa kuna mabadiliko makubwa sana kwenye sekta ya fedha, upande wa huduma za kibenki na huduma za malipo. Kuna huduma mbalimbali ambazo zimeletwa na watu wa huduma za fedha, lakini kwa mwananchi inakuwa ni ngumu sana kufananisha huduma gani inamfaa na huduma gani ambayo anaweza kuipata kwa gharama nafuu zaidi. Sasa ili kumsaidia mwananchi, tukizingatia kwamba hizi huduma ni nyingi, mwananchi kufuatilia huduma moja moja, kujua gharama ya huduma moja moja ni ngumu, tumewaletea kilinganisha bei ambacho kinapatikana kwenye tovuti ya Benki Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo itamsaidia mwananchi wa kawaida kuchagua huduma ya kifedha ambayo ni nafuu, inayomfaa na ile ambayo inakidhi mahitaji yake. Hiki kilinganisha bei kinasaidia kuleta uwazi kwenye huduma za kifedha. Kwa hiyo inaongeza ile hali ya ushindani kwenye soko, na mwisho wa siku itawafanya watu wa huduma za fedha waje na huduma zilizo bora na zile ambazo ni shindani, na mwisho wa siku mwananchi atazipata huduma bora, na sekta ya fedha vile vile itaanza kupokea huduma ambazo ni bora na zinazowafaa wananchi zaidi. Ubunifu huu unaenda sambamba na utekelezaji wa Dira ya Taifa 2050 ambao unalenga kujenga uchumi imara, uchumi jumuishi ambao utahakikisha kwamba wananchi wanaweza kujumuishwa kwenye huduma rasmi za fedha na mwisho wa siku waweze kunufaika na hizi huduma za fedha. Kwa hiyo kwa kuleta kilinganisha bei kitawafanya wananchi waweze kuchagua huduma ambazo ni bora zinazowafaa, ambazo zitawaletea maendeleo yao na mwisho wa siku watapiga hatua kiuchumi.